jambo la uadilifu baina ya wanawake limezungumzwa katika sunna vile vile, hasa kwa wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku zaidi ya mmoja. Hadithi hii ni hadithi nzito sana kwa watu wenye wake wengi. Sikilizeni maneno haya Mtume alayhi salam, qala alayhi salatu wassalam, man kanat lahu imra'atan famala ila ihdahuma jaa yawm alqiyamati wa shiqqu ma'ilun. Sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man kanat lahu imra'atan, yoyote ambaye wako kwake yeye wanawake wawili, anao wake wawili, na pametajwa idadi ya wawili kwa sababu ndio adna fi ta'addud, ndio idadi ya chini katika kuoa wake wengi wawili. Lakini wale vidume wa kisawasawa almuwaffaqun wanakwenda mpaka watatu, wanakwenda mpaka wanne, wako hao rijali, lakini Allah amezungumzia ile idadi ya chini ya wake wengi. Yoyote ambaye wako kwake wanawake wawili, famala ila ihdahuma, na akaegemea kwa mmoja wao wawili hao, akajiegemeza kwenye matendo yake kwa mwanamke mmoja peke yake baina ya wawili, jaa yaumal qiyamati, atakuja mtu huyu siku ya kiyama, wa shiqquhu ma'il, na hali ya kuwa ubavu wake ni wenye kupinda. Wanasema ulama, ai asabatu ashalal, ni kama mtu aliyesibiwa na kupoa na kupooza, kama mtu aliyeparalyze, akitembea ubavu wake mmoja umelala, mizani haijakaa kwenye kiwango cha wastani, alama kwamba yule alikuwa sio muadilifu kwa wake zake. Baadhi ya shuraha wanasema washiquhu ma'i, atakuja hali ya kuwa amejitoa katika mkusanyiko wa wenzie, amejitenga, watu wote wanamuona yule kajitenga, alikuwa akimnyanyasa mkewe fulani. Siku ya kiyama pana watu wataadhirika kwa manyanyaso ambayo wanawafanyia watoto wa watu, wake zao.